Habari, karibu katika series zetu za Advanced Physics. Na leo tunafanya lesson yetu ya 8 kuhusu Newton's laws of motion. My name ni Constantine Alex Tanguligwa from Muhimbili University of Health and Allied Sciences. According to our syllabus, Newton's laws of motion ni part ya mechanics. Mechanics is very wide. Ndio tuseme sehemu kubwa ambao watu wengi physics wao wanaiogopa, lakini usiofu tutairahisisha na mambo yote yatakuwa sawa. Kwa mechanics kama ilivyoorodheshwa hapo ni topic ya pili kwenye syllabus na ina parts nyingi. Newton's laws of motion ni part tu moja wapo ya mechanics. Kuna projectile, kuna circular motion, fluid dynamics, rotational dynamics, etc. Kwa ziko parts nyingi. So kwa kuanzia leo katika lesson hii ya 8 tutafanya Newton's laws of motion. Ni kitu ambacho ni familiar, sema tutakisoma ki-advance zaidi. Kuna vitu vichache vitaongezeka, tutabuild concept kwenye hiyo. Hata kama ukuelewa vizuri o level usiofu, tukae pamoja tu nisikilize kwa makini na kila kitu kitaenda sawa. So part ya kwanza ya Newton's law of motion, equilibrium forces of a body. We are going to derive expressions for tension and acceleration for connected bodies. We are going to determine the reaction forces. We are going to use the law of conservation of momentum. Tutaangalia ki-advance zaidi sasa na kuielewa vizuri pengine. Na mwisho tutaangalia applications of Newton's laws of motion. Before all, kwanza tu review laws. Ni kitu ambacho tunakifahamu, si kitu kipya. Kwa tuangalie kama tunavyokumbuka, tunakumbuka laws ziko 3. Ambao law ya kwanza ina state ambao tulikuwa tunaita law of inertia. Every body continues in a state of rest or uniform motion in a straight line unless it is affected by an external force. i.e. final velocity is equal to initial velocity throughout the motion which obeys the first law. So what does this law mean? This law means kwamba kama a body iko at rest, pengine ni jiwe, sawa, liko tu settled hapo. Okay? Liko settled hapo. Ili jiwe litaendelea kuwa hapo at rest unless kuna external force itali push. Hii ndio law inamaanisha hivi, simply iko hivyo. Au kama kitu kina move, sawa, kina move, kitaendelea tu kumove hivyo in a straight line in a uniform velocity. So hakita change direction wala hakitaongezeka speed unless an external force is applied. Kwa ukiongezea force, ukiaffect na force externally, ndipo ambapo unaweza ukakiongezea speed au ukakisimamisha au ukakibadilisha direction. That's why tumesema initial velocity na final velocity is 0. So there is no change in velocity. Na ina move in a uniform motion. This means also that acceleration is equal to 0 because acceleration depends on change of velocity. If there is no change of velocity, acceleration is 0. So when external force is equal to 0, and this is what we call law of inertia. Inertia means resisting motion. Kwa body inapokaa pale ina resist, usisukume. Kwa kuna mifano mingi inertia. Kwa mfano unapokuwa umesimama kwenye daladala afu likaanza kumove ghafla, utaona unasogea nyuma. Ni kwa sababu mwili wako ulikuwa una resist ile motion. Umeona? Kwa mfano ukiwa kwenye gari, ushai kujiuliza kwa nini ukirusha coin kwenye gari na lina move, eventually ile coin unakuja kuidaka. Tulitegemea kama umeirusha hapa wewe upite ije kuanguka nyuma yako, lakini unaidaka. Ni kwa sababu tu kuna first law inakuwa applied kwamba that motion which it was moving with along with the car, unavyosukuma inaendelea kumove na wewe hiyo as long as there is no external force. Kwa ina move na wewe hiyo, kwa mtakuwa mna move sawa tu, ndio maana itakurudia wewe. Third law ambayo ni law rahisi kabisa, tumeiacha second law kwa sababu second law ni law ambayo iko special. Kwa third law inasema action and reaction are equal and opposite. Action and reaction are equal and opposite. Unapokuwa na kitabu kipo kwenye meza, kina exert action fulani ya weight kwenye meza. So hii meza na yenyewe ina exert opposite equal force, which is what we call reaction. So F1 is equal to F2 but negatively, that they oppose each other. But
be careful. There is a very common question. There is a very, very common question here, that if F1 is equal to F2 and they are opposite, okay, and they are opposite, why don't they cancel each other? Sawa, why don't they cancel each other? Kwamba if this is this way, that is the opposite and they are equal, it means they will cancel each other. Huyu ana exert that force F na huyu ana exert the same force F but oppositely. Kwa nini hizi cancel each other then kukawa hamna force hapa? So the answer is that these two forces are acting on different bodies, so they cannot cancel. Forces only cancel when they are acting on the same body, okay? For instance, if we had a book, hapo kuna force F ina act huko and another force F ina act oppositely on the same book, hapo tungesema zina cancel each other. But ukiangalia hii hapa zina act on different bodies. Hii book ina act kwenye meza na meza ina act kwenye book, so these forces act differently. This force acts on the table and this force acts on the book, so eventually they don't cancel each other. So just remember that point, okay? Yes. So the second law is a special law, ndio maana nimeitenga, umeona nimeweka hii distance kuitofautisha. Ni law ambayo iko special na aina yake. They'll call it the mother of other laws. The mother of other laws is the rate of change of momentum. The rate of change of momentum is direct proportional to the force applied, and it takes part into the direction of the force. So as the body is moving, the rate of change of momentum of this body is direct proportional to force applied, okay? Is direct proportional to the force applied and takes place into the direction of the force, okay? Takes place in the direction of the force. So when the force is pushing this book, okay, so the book will be moving in the direction of the force, whereby the momentum of this, speaking of the momentum, you mean the velocity specifically, because momentum is expressed in terms of velocity and mass. Mass is unchangeable quantity, so assuming it is a constant mass, so when speaking of momentum is like we speak of velocity, kwamba the rate of change of this velocity, which is the acceleration, okay, acceleration is direct proportional to the force applied. So the higher the force, the higher the acceleration, and it will always take place in the direction of the force, whereby the expression is Fm over A. You will ask yourself, kwa nini kila baada ya law nimeweka expression? Just remember the rule of the thumb, kwamba kwenye physics unapo define au kustate law lazima uelezee qualitative part na quantitative part, unapata full marks. So the qualitative part ambao ni story ya maneno, na quantitative part ambao ni either an expression ya jinsi kupata hicho kitu au SI unit kama ni quantity.